Ndugu wananchi wenzangu wa wilaya ya Iringa, naomba nichukue fursa hii kuwataarifu kwamba Mungu akitubariki uzima, tarehe 26 na tarehe 27 katika wilaya yetu ya Iringa tutakuwa na ugeni mkubwa ambao utahitaji kila mwananchi kufahamu ukubwa wa ugeni wenyewe. Tarehe 26 tutakuwa na ugeni wa kumpokea askofu mteule wa jimbo la Iringa, askofu mteule Romanus Elam Mihali, ambaye atakuwa anatokea katika mji wa Mafinga kuingia kwenye mji wetu wa Iringa. Ni kwa nini tumewataarifu juu ya jambo hili? Ni kwa sababu kwa siku hiyo tarehe 26 tunatarajia kuwa na mapokezi katika maeneo mbalimbali, jambo ambalo litapelekea baadhi ya barabara kuwa na matumizi maalum ya kazi hiyo. Pamoja na kwamba tutakuwa tunampokea mgeni, tunataka tuwahakikishie wananchi kwamba pamoja na ugeni huo mkubwa, barabara zitaendelea kutumika, lakini kutakuwa na uangalizi wa karibu sana wa jeshi la polisi kuwasaidia wananchi kushiriki katika mapokezi haya makubwa. Kwa baadhi ya barabara ambazo zitakuwa zinatumika, tunaomba tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba matumizi ya barabara kwa kazi hii ya siku hiyo yanafanyika na matumizi ya barabara ya kawaida kwa ajili ya watu wengine yanafanyika. Ni imani yetu kwamba wananchi mtatoa ushirikiano ili kuhakikisha kwamba kuna msongamano usiokuwa na sababu, kurahisisha zoezi hilo. Lakini jambo la pili ni tukio lenyewe la kusimikwa kwake kuwa askofu wa 5 wa jimbo la Iringa, ambalo litafanyika siku ya tarehe 27. Na tunawatangazia hivyo kwa sababu ni tukio ambalo litakuwa na hadhi ya kitaifa na kimataifa, na litakuwa na wageni kutoka nje ya mkoa wetu wa Iringa. Kwa niaba ya serikali, wananchi na viongozi, tunaomba tuchukue fursa hii kuwakaribisha wageni wote ambao watakuja kushiriki katika jambo hili kubwa katika eneo letu la Iringa. Tuwahakikishie usalama wao watakapokuwa hapa, lakini tuwahakikishie ushirikiano wa kutosha katika mambo yote yaliyowekwa kwenye ratiba ili kuhakikisha kwamba ugeni huu unakuwa na tija ambayo tumekuwa nayo. Niwaombe wananchi wenzangu, kutokana na nature au aina ya ugeni tulio nao, tukawe wakarimu kwa wageni wetu. Tukawe wakarimu kwa wageni wetu, tuhakikishe huduma zote za msingi ambazo zinapatikana ndani ya mji ziendelee kupatikana, kwa sababu ni ugeni wa siku moja, lakini kuna wageni watakuwa ni wengi sana. Na haya ni maandalizi pia kwa mambo makubwa yaliyoko mbele yetu kuhusu UMISETA na UMITASHUMITA, ambako pia kwa wilaya yetu ya Iringa tutakuwa na ugeni mkubwa zaidi. Kwa hiyo ni vyema kwa ugeni huu ambao unatujia, watoa huduma, wasafirishaji na wengine wote ambao watakuwa ni sehemu ya utoaji wa huduma kwenye wilaya yetu, tunaomba watoe ushirikiano wa kutosha. Lakini jambo la pili, tunaomba barabara zote ambazo zimepangwa kwa ajili ya matumizi haya, ndugu wananchi wenzangu, tutoe ushirikiano wa kutosha ili kulifanya zoezi hili liende vizuri na likamilike vizuri. Lakini pia niwahakikishie usalama wa kutosha katika maeneo yote ambayo yametengwa kwa ajili ya zoezi lenyewe linalohusika, lakini pia na maeneo mengine ambayo yatatumika kwa ajili ya huduma, malazi na mambo mengine. Pamoja na haya, tunatarajia kuwa na viongozi wa kitaifa katika shughuli hii. Hivyo niwaomba viongozi, watumishi, wawakilishi wa wananchi, tujitokeze kuwapokea wageni wetu ambao watakuja, wale wa kiserikali na wale wa kijamii ambao watakuja kujumuika na Wanairinga katika jambo hili. Ni imani yetu sisi kama Wanairinga, ugeni mkubwa kama huu ni ugeni wa watu wote. Kujumuika kwetu ni katika sehemu ya kuendelea kutafsiri na kutangaza umoja wetu wa Wanairinga, lakini kuunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na Jimbo Katoliki la Iringa. Sisi wote ni mashuhuda kwamba Jimbo Katoliki la Iringa limekuwa ni msaada mkubwa sana wa kujenga mambo ya ustawi katika jamii yetu. Tunashirikiana na Jimbo Katoliki kwenye masuala ya elimu, kwenye masuala ya afya, kwenye masuala ya malezi na masuala mengine mengi ambayo yanagusa ustawi wa watu wetu. Kwa hiyo ujio wa kiongozi huyu mkuu wa jimbo la Iringa ni sehemu ya kuimarisha mshikamano wa umoja wetu na kusogeza jitihada za maendeleo kwa kushirikiana naye katika awamu hii ya uongozi ambayo anakwenda kukabidhiwa. Tuwatakie kila laheri Jimbo Katoliki la Iringa katika maandalizi, lakini pia tuwahakikishie wananchi kwamba ratiba hii ya ugeni mkubwa imeratibiwa vizuri na jimbo, na sisi serikali tutahakikisha kila kilichopangwa kinafanyika bila kuathiri shughuli zingine za uzalishaji mali na utendaji ndani ya wilaya yetu. Naam, kwa hiyo ndugu wageni na wananchi ambao mnatarajia kuja Iringa kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo litakuwa la kihistoria na linalofanyika katika wilaya yetu ya Iringa, kumbuka tu utakapofika Iringa ni fursa yako ya kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha, hifadhi ya pili kwa ukubwa ambayo ina wanyama wa kila aina. Ni fursa ya pekee ambayo naamini ukifanya hivyo utaenjoy kuwa hapa Iringa. Lakini pia kwa makumbusho ya Mkwawa, miongoni mwa makumbusho bora kabisa ambayo yamebeba historia kubwa katika taifa letu. Ukifika Iringa itakuwa ni fursa yako pia kuyatembelea. Lakini tunayo michoro ya kule Igereke na tunao vivutio vya kule Isimila. Haya ni maeneo yote ambayo ukifika Iringa utapata fursa ya kuyatembelea na kuona utofauti wa Iringa na maeneo mengine. Lakini kipekee utakutana na ukarimu na uchangamfu wa watu wa Iringa. Wema na ukarimu wao ni pambo ambalo hutolikuta katika mji wowote Tanzania. Kwa hiyo ukifika Iringa utakutana na ukarimu wa Kihehe kuanzia pale mpakani mpaka utakapofikia katikati ya mji wetu. Karibuni sana Iringa, tuko tayari kukufanya kuwa mko sehemu sahihi na salama kwa ajili ya jambo litakalowaleta.